Huyo ni ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ambaye ni Almas Kasongo ya Kinguruma hapa kuhusiana na kile ambacho kimepata nafasi ya kuweza kujili na Young Africans ambacho wanakihitaji. Mwalimu umemsikia vizuri kweli kweli akisema kwamba Young Africans wanahitaji kufanyika kwa mambo matatu, mambo manne, ambapo mambo hayo manne, moja ni kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi kuu, lakini mbili ni kujiuzuru kwa mtendaji wa bodi ambaye ni yeye mwenyewe Almas Kasongo, na tatu ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF, na nne ni bodi ya ligi iwe huru. Hiki ndicho ambacho Young Africans wanakitaka. Mwalimu, kama masihara hivi, lakini mwisho wa siku mambo yanaonekana kuwa magumu sana kwa hiki ambacho wanakitaka Young Africans. Unadhani inaenda kuwa jambo jepesi kufanyika maamuzi hayo ambayo Young Africans wanayahitaji? Kwa namna ambavyo swala hili jinsi lilivyotokea toka mwanzo, ukiangalia kuna namna fulani ambavyo nafikiri watu wengi sana wamejadili na kuona kwamba kuna maeneo ambayo bodi ya ligi ni kama vile wanaonekana yani hawakuwa makini katika kufanya maamuzi yao, lakini yote kwa yote walishafanya maamuzi bodi ya ligi. Sasa ukijaribu kuangalia Young Africans wao wanatembea yani kuanzia pale ile Machi 8 kurudi mpaka Machi 7 hapa, yani kwa maana kuanzia ile siku ambayo Simba walizuiwa kufanya mazoezi ndio mpaka kuelekea siku ya mechi, mpaka muda ambao bodi ya ligi wanatoa taarifa ya kuahirisha mchezo. Kwa hiyo wao Yanga wamesimamia katika eneo hilo. Sasa ukiangalia ni kwamba kuna maelezo ambayo hapo ameyatoa Kasongo, yani manake matakwa ya Young Africans ili waweze kurejea kukabili mchezo wa tarehe 15. Ukiangalia pointi zao kama ambao nimezungumza zinatembea katika tarehe 7 mpaka tarehe 8. Lakini kwa mujibu wa taarifa ya Kasongo inaonekana kwamba ripoti yenyewe ambayo unajua kabla ya leo Young Africans walikuwa wanalilia kutaka kujua kwamba waambiwe nini ambacho kilisababisha, yani kulikuwa kuna nini behind the scene, kwamba mpaka mechi inafikia hatua inahairishwa. Je, maana kwa mujibu wa taarifa ya ile ya bodi ya ligi ya kuahirisha mchezo siku ile, walizungumzia kwamba kulikuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Vile vile swala nini walizungumzia kwamba kulikuwa vile vile kuna harufu ya nini ya rushwa. Kwa hiyo kwa kuwa muda kuelekea mchezo ulikuwa hautoshi, wanakwenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo baada ya pale mechi ikaahirishwa. Sasa watu wakawa wanataka wajue kwamba uchunguzi wenyewe umefikia wapi. Sasa leo ukiacha ile press conference ya Almas Kasongo, baada ya pale sasa kuna mkutano mwingine ambao Young Africans walikuwa wanazungumza, lakini ukiacha tu mkutano vile vile ukitembelea saa hizi kwenye ukurasa rasmi wa Young Africans wa Instagram, unaona kuna vitu vingi sana ambavyo wameviandika kule. Sasa taarifa ambayo kwa mujibu wa Ali Kamwe ni kwamba kwenye kikao kile cha leo kati ya Young Africans na bodi ya ligi, kumbe ripoti ya uchunguzi ipo tayari, yani ipo ambayo yani ripoti ambayo iliwafanya wao bodi ya ligi kuahirisha ile mechi. Lakini kwa mujibu wa sasa wa Young Africans, kwa mujibu wa Ali Kamwe kwamba bodi ya ligi hawawezi kuisema hadharani. Moja kati ya vitu ambavyo vimetajwa na kwa mujibu wa Ali Kamwe ni kwamba vimezungumzwa kwenye kikao cha ndani, maana ni kwamba kuna kiongozi mmoja mkubwa wa serikali alipiga simu kwamba mageti ya uwanja ya ile Machi 7 sasa, siku ambayo Simba walikuwa wanafanya mazoezi,
uwanja usifunguliwe. Sasa ukirudi hapo kumbe sio mabouncer on Africans. Sasa inawezekana mabouncer alikuwepo, lakini inawezekana kulikuwa kuna issue nyingine vile vile. Ukiangalia kwenye zile clip ambazo zililetwa siku ile, ni kweli kulikuwa kuna mabouncer pale, lakini kuna jambo jingine ambalo sasa kwa mujibu wa Alikamwe ni kwamba kwenye kikao cha Young Africans na bodi limezungumzwa, lakini mtendaji mkuu kwenye mkutano wake na waandishi hajalizungumza. Sasa tayari unaanza kupata picha kwamba yani kwa kuisikiliza hii taarifa ya Young Africans iliyotoka jioni kwamba yani inaonekana kuna vitu, sababu kama taarifa ipo kwa nini isitolewe kwamba wale kulikuwa kuna 1 2 3, yani kwamba yani hata wadau wenyewe sasa, kwa maana ya watu wote walioathirika kwenye ule mchakato wa kuanzia Machi 7 mpaka Machi 8, maana pale kuna wadau, kuna mashabiki wa mpira, ndio kuna watu walisafiri kutoka Songea, lakini kuna watu wenye haki za matangazo ya televisheni ambao inawezekana kuna na wao kuna namna ambavyo na wao ni wadau wa huu mchezo. Maana taarifa yani ingeweza kuwapa watu nini unasema ile yani ingewaondoa watu katika sintofahamu na bila kujali kwamba na kama kuna kiongozi ambaye alipiga simu, wao siongeweka tu bayana kwamba bwana baada ya uchunguzi tumebaini kwamba fulani alipiga simu leo bwana. Sasa taarifa haitaki kusema, na taarifa yenyewe haitolewi lakini kwa mujibu wa Alikamwe kwamba kwenye kikao alitajwa huyo ambaye kiongozi alipiga simu kwamba uwanja Bageta sifunguliwe, lakini mtendaji hajalizungumza hilo kwenye mkutano wake na waandishi. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hili swala unaona kabisa kulikuwa kuna makando mengi kwa jicho la ndani, lakini sasa mwisho wa siku bodi ya ligi wao walishatoa tarehe nyingine sasa ya kucheza mchezo, na mpaka sasa hivi bado bodi ya ligi ni yani mamlaka yake yanatambulika kwamba wao ndio watu wenye mamlaka ya kupangia tarehe mchezo. Sasa mimi sitaki yani katika hali ya kawaida kwa kuwa tayari kule kulikuwa kuna mnyukano, yani kuna nini tunasema kuna sintofahamu fulani, bodi ya ligi walishakuja na maamuzi mengine ya mchezo kuchezwa. Sasa kwa tafsiri hiyo sasa sisi tuiangalie Machi yani tarehe 15 Juni ambayo bodi ya ligi wao wana kanuni zao ambazo zinasema kwamba timu sio kuja uwanjani kuna 1 2 3. Tofauti na hapo sasa, maana yake wakirudi nyuma bado hawatoweza kupata ufumbuzi wa swala hili. Yani kulikuwa kuna makando ambayo yani ukifuatilia kwa jicho la karibu sana unayaona, ambayo bodi ya ligi hawakuyafanyia kazi. Ripoti ipo haijawekwa bayana, lakini wamekuja na tarehe ya mechi. Sasa wao kwa sasa yani kinachowapa nguvu ni kanuni tu. Hujafika uwanjani tarehe 15 kanuni nasemaje, lakini wakirudi huku nyuma huku mambo ni magumu sana. Kwa haya ambayo Young Africans wanayahitaji, mambo hayo manne mwalimu, unaiona yakienda kufanyika kazi? Ukiangalia kwa haraka hapa yani unajua kuna wakati mwingine kuwajibika ni swala dogo tu. Ni swala dogo tu, yani kama mtu unaamua kuwajibika ni swala dogo. Ukiangalia katika hayo matatu ni moja tu ambalo labda inawezekana likao lina nini tunasema lina mchakato wake ni mrefu, lakini swala la Kidau kuandika barua kujiuzuru Kasongo na kuivunja hiyo kamati sio masaa 72 ni swala ambalo yani ni ndani ya dakika zisizozidi 15.